sole proprietor ina usajili kama kampuni? Jibu ni hapana. Sole proprietor maana yake ni unataka kusajili biashara ukiwa peke yako. Lakini kampuni maana yake ni unataka kusajili biashara mkiwa kuanzia watu 2 mpaka 50. Procedure zake na kila kitu ni vitu viwili tofauti. Kuna vitu vitatu vinavyotofautisha kati ya sole proprietor na kampuni. Sole proprietor kwa Tanzania kwa Kiswahili ndio tunaita kusajili jina la biashara. Alafu kampuni ni kampuni. Sole proprietor inaanzia kuanzia mtu mmoja mpaka 20. Kampuni inaanzia watu 2 mpaka 50. Na kinachotofautisha jina la biashara na kampuni, jambo la kwanza ni kodi. Kodi kwenye biashara utaenda kufanyiwa assessment na makadirio na afisa wa TRA ofisini, makadirio yako ya mwaka. Lakini kwa kampuni utajifanyia mwenyewe. Kwa sole proprietor utaweza kujifanyia makadirio mwenyewe unless umefikisha mauzo ya kuanzia shilingi milioni 100. Kama chini ya milioni 100 wewe utaendelea kufanyiwa makadirio TRA, makadirio yako ya mwaka. Lakini kwa kampuni hata shilingi 100 hujapata mauzo, wewe utakuwa unajifanyia makadirio mwenyewe. Jambo la pili, uwajibishwaji. Kwenye jina la biashara, uwajibishwaji unafanywa kwa mmiliki wa biashara. Kwa mfano umekopa, unadaiwa, umeshindwa kudeliver promise uliyoitoa kwa mteja. Hapa katikati yote, hikaika zote, atakaye kuja kuwajibishwa ni wewe mwenyewe mfanyabiashara. Lakini kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa limited liability protection. Limited liability protection hii ni protection iliyopo ambayo inamtofautisha kati ya mmiliki wa kampuni na kampuni husika. Kwa maana ya kwamba mmiliki wa kampuni akija kuwajibishwa kwa ajili ya mambo yake binafsi hayaathiri kampuni, lakini mmiliki wa kampuni akija kuwajibishwa kwenye masuala ya kampuni hayaathiri maisha yake binafsi. Ndio pale mtu ambapo anakopa kazini anakuja kunyang'anywa nyumba yake anaoishi na mke wake. Kwa sababu gani? Ameshindwa kutofautisha kati ya maisha yake ya biashara na maisha yake binafsi ili kuwa salama endapo mambo yoyote yatakavyobadilika. Ukiwa na kampuni, ukikopa mkopo ya kampuni, mali za kampuni ndio zitakazochukuliwa. Mali zako binafsi zitakuwa salama. Na ukikopa binafsi, mikopo yako haitaweza kuathiri kampuni yako, kwa sababu hii kampuni ni kitu kingine tofauti na wewe. Kwa hiyo ndio utofauti wa limited liability protection. Kitu cha tatu kinachotofautisha kati ya vitu viwili ni utendaji kazi. Kampuni kama unavyojua lazima mwe kuanzia watu 2 na kuendelea. Kuna kitu kinaitwa memorandum and articles of association. Mtasainishana mapema, wamiliki na madirector, bind kwamba hauwezi kufanya kitu kwa intention zako binafsi bila kuwashirikisha wenzako, na ukifanya vile wewe utachukuliwa mhalifu kama mhalifu mwingine na utachukuliwa hatua binafsi. Lakini kwenye jina la biashara haya yote hayapo. Huku utapewa tu mikataba. Mikataba sasa inaweza ikawa single minded oriented. Kwa mfano ni mkataba wa kazi. Mkataba wa kazi peke yake hauwezi kumanage mambo yote ya uendeshaji wa kampuni au biashara. Mtu akifanya tofauti na vitu ambavyo mlikuwa mmekubaliana au mnategemea, hamna sheria ambayo inaweza kumbana na kumdhibiti. Lakini kwenye kampuni kuna kitu inaitwa memorandum. Kwa inabidi vitu vyote mtaviandika mapema, mtasainishana, mtakaa salama na mtafanya biashara.